wewe ni Mungu, ukiwa upande wangu hakuna giza. Yesu akiwa upande wako hakuna mtu atakayeweza. Endelea msomaji. Hapatakuwa mtu yeyote, hapatakuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Jesus. Yesu asifiwe. Mungu anasema hakuna mtu atakayesimama mbele yako kabisa. Kama jinsi alivyokuwa na Musa, ndivyo atavyokuwa na wewe. Tulipotoka nje, tuliingia hapa tukiwa tunapigwa kama mpira. Ukweli usema, jamani, tukiwa huku wengine anakuregesha huku. Ulipotua Yerusalemu, watu walikuwa kwambia, sio mama anamjua ni mchawi, hata biashara yake anafanya na uchawi. Maana Mungu yuko pamoja nawe sasa. Ameanza kukulinda. Pungukia ukiwa utaenda sawa sawa na mapenzi yake. Mungu anataka mtu aliye mwaminifu na mjasiri. Unapojitosa katika mikono yake, usimame na yeye Mungu kisawasawa. Naye atakulinda siku zote. Wala hatapunguka hata kidogo. Si kwa biashara yako, si kwa kazi yako, si kwa maisha yako. Atakulinda na kila mikosi yote. Atasimama na wewe. Maana yeye ndio nguvu zako. Sisi wanadamu hatuna chochote. Mtumishi wa teenagers hapa akasimama akasema, ogopa anayeua mwili na roho. Sasa mwanadamu anakutisha na nini? Kama ni kuua ataua mwili, roho ataifanya nini? Roho ni ya Mungu. Ogopa huyo anayeua roho na mwili. Hakika umenibariki sana. Hakuna kuogopa. Wacha kama atamaliza mwili amalize roho, itaenda kwa Mungu. Endelea msomaji. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Maana ni wewe utakayewarudisha watu hao. Nchi hii niliyowapia baba zao. Ya kwamba nitawapa. Bwana Yesu asifiwe. Na ufanye kazi yako sawa sawa. Uwe jasiri, maana Mungu anakulinda. Jambo hapa ni kujitia moyo na kufanya kazi sawa sawa. Maana yeye tayari amesema kwamba hakuna mtu atakayesimama mbele yako. Hapo msomaji, twende Zaburi 121 mstari wa 5. Inasemaje? Maana nyinyi hamuoni huyu Mungu. Unajua sisi tunapotembea tunalindwa zaidi ya rais, ukiwa sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Nawaambieni ukweli. Ulinzi ambao wewe mwenyewe hauoni, lakini Mungu ule ulinzi amekuwekea, hauna mfano wake. Msomaji. Zaburi 121 kuanzia 5 inasema, Bwana ndiye mlinzi wangu. Bwana ndiye mlinzi wangu. Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Bwana ndiye uvuli wangu mkono wa kuume. Jua halitakupiga mchana. Wala mwezi wakati wa usiku. Nasikia hiyo maneno. Jua halitakupiga mchana wala mwezi usiku. Yaani hakuna kikaragosi chochote kitasimama mchana au usiku, awe mwanga awe nani, Mungu amekufunika. Hakuna chochote kitasimama mbele yako. Sasa ukienda nyumbani ukishikana na bibi, sasa hapo unajifanya wewe wa Yerusalemu. Leo nitakuonyesha roho mkononi. Shetani hupenda kutia watu hofu. Nawaambieni ukweli. Amini hii. Shetani si eti anafanya ndani jambo anaanza kukutia hofu. Ukiingiwa na hofu, ndio hilo jambo litafanyika. Aingiwa na hofu, akaanza kuzaa. So unapoingia, shetani anakutisha. Ukikubali kutishwa, haleluya.
Je, utahimili hata nayo neno? Usitiwe hofu na mtu. Shetani hana uwezo, hana nguvu. Anakuja kwako malo, anakutia hofu. Tajiri amekwambia leo, kesho madogo inabidi upumzike kidogo kazi. Kuna kitu tunaangalia kazi, kuna kitu fulani imekoseka, sijui nini. Watoto wangu watakula nini? Si mimi basi kwisha. Hofu imeshaanza. Mami, hata ukimsimamisha hapa, Mungu ana jambo na mimi, maana hili ni kusudi lake. Basi kila kitu kinakwenda sasa. Endelea hiyo Zaburi kidogo. Lakini ni sawa tu. Yaani Mungu akuumbe, akuweke shamba la Edeni. Kula hii usile, tunakula. Tena unaishi na majirani. Mtoto wako kipara, lakini akigusa unataka kuko sawa. Lakini wako akigusa hiyo nyumba, watu wote watajua huyu mama ni wa Yerusalemu. Patawaka moto. Yesu kando. Anasema kwanza namweka Yesu kando, afu tumalizana, afu nivae Yesu wako. Kwani Yesu ni shati? Kwa kina mama siwaonei kweli, nawaambia ukweli, kuna wakina mama. Haki mmebarikiwa. Lakini nyinyi mliongea na shetani, mkaongea na Mungu, mkaongea na malaika. Wewe mmebarikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Endelea mtakaji Yesu. Bwana atakulinda na mabaya yote. Bwana atakulinda na mabaya yote. Atakulinda nafsi yako. Atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo. Na uingiapo. Tangu sasa na hata milele. Sasa unaogopa nini? Unajua sisi ni uoga tu. Kuna kitu mimi nasema hivi. Mungu hata kama hautofika 100%, kwa maana sisi hatuko kamili, lakini beba 60 to 70. Yaani mtu chochote utakachofanya mweke Mungu 70%, hakika hakuna kitu kinasimama mbele yako. Lakini wewe unasimama, sijui nitapata ama nitakosa, hofu tayari. Yerusalemu nimekaa sana hata sitapata ndoa. Sijui nitafanyaje. Hofu ishakuingia. Amini huyu Mungu kwamba hakika itatendeka. Ukiamini kwamba inatendeka. Unajua sisi ni ile hati. Yaani usiwe na kitu, yaani negative, then you have positive, then you have negative at the same time. Kama ni positive, hiyo positive peke yake. Hiki tunawambieni ni ukweli. Yesu alikuwa akiongea na wanafunzi wake, anawaambia aminini. Kwa Mungu hakuna tashwishi. Yaani usiwe na ile, yaani kitu ambacho inakuregesha nyuma. Simama pale uliposimama. Hakika hii itafanyika hivi. Na ni hivi. Hakika Mungu anatenda. Sasa naona hata waombezi tunafeli wakati mwingine kuombea hata watoto. Wana hatujiamini. Umekataa hata mtoto huyo yuko na nini. Lakini kuna vitu navifikiria. Sijui atapona ama Mungu hatasikia. Tayari umeshaharibu kila kitu. Focus. Ukisema huyo pone na moyo wako umesema huyo mpona, hiyo kitu inafanyika. Usiwe na doubt. Usiwe na hati. Nyoka tambo yuyu. Nakenda ula sambi yuyu. Niwaambie tu ukweli. Utakapomwamini Mungu, mwamini Mungu kwa kila jambo. Naye atatenda sawa kabisa. Twende hiyo Yoshua. Tumalizie. Amini tu kidogo.
Akasema hata kama ungekuwa na imani, hata kama ni tembe ya nini, yaani ungewaambia mti huu ng'oke uende baharini, hiyo imani tu. Hatuna endelee. Mstari wa 7 inasema uwe hodari tu, uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uwe hodari na ushujaa mwingi. Kama ukisema hakika litatendeka kwa jina la Yesu, na ushujaa wote hakika imetendeka ndani ya muujiza. Hakuna pingamizi. Kitu hapa ni tuwe serious, focus. Hata hapa unaona mama hapa, kuna watu hata wanataka hata kuimba hapa, kuna watu wanataka kuimba, lakini akifika sasa ana sijui taanzia wapi. Ndio kwa Esther kamwambia Jumapili ijayo, leo ana kazi nyingi, Jumapili ijayo, Jumapili ijayo. Tena nakiongea ni uongo. Kuna wengi wanataka kufanya kazi ya Mungu, lakini shetani amewashikilia tu. Anaomba Jumapili ijayo, Jumapili ijayo, Jumapili. Na ni hivyo mpaka miaka 5 inaisha hapa na hata kufanya kazi. Haya, fungukeni na akili sasa, nimenena hivi. Bwana Yesu asifiwe. Endelea msomaji. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote kabisa aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au kwa kushoto. Usiende huku wala huku, hapo hapo. Upate kufanikiwa sana kila uendapo. Upate kubarikiwa kila uendapo. Hai. Mungu anakupatia msingi, usiende kushoto, usiende kulia. Madereva wa bodaboda mpo? Je, watu wa Nisani mpo? Ukiona Prince ametia suti, wewe ni wamia. Ukiona huyu ameweka kabuta maobe, wewe ni 50. Basi hiyo. Unaenda huku, unarudi huku. Mama vibanda mboga mpo? Semeni ukweli. Unaweka tomato hapo, hizi ni 200 hata ni 100. Na hizo tomato hata ni 50 ama 20. Kwa sababu anaona Mungu. Je, unaenda sawa sawa kweli? Leo uko Jerusalem, kesho uko Redeemed, wewe uko SK, unaenda sawa. Kama hili ndio, hakurudia hawajaelewa hili ndio. Ndio wasikie. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uwe hodari na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote kabisa aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto. Usiende huku wala huku. Upate kufanikiwa sana kila uendapo. Upate kufanikiwa sana kila unapoenda. Tulilokatazwa tuache, ambapo hatukuamrishwa tusifanye. Ndiposa Mungu atapata nafasi ndani yetu na kutubariki. Lakini wewe, je, unatenda sababu? Unaishi kama jirani wako vyema? Unapenda wako? Ukiingia katika kanisa hii, unatenda jinsi Mungu, ama uko hapa ukiona mama Monica mdogo anarukaruka anaimba, wamzoea wewe. Yari hiyo. Tukizoea tunamjua. Ukiingia kwa kanisa unataka kiti ya mbele eti chamani. Mimi ndio mzee wa kanisa. Wanakaa pale mbele feni na nipepea pale kanisa. Je, sawa? Mtumishi naye akiona watu wake wale wamebarikiwa, wale wengine amewatenga katika kanisa. Hao, mbona? Haya makanisa yako, sasa tunaongea uongo yako. Hayatendi sawa sawa kazi ya Mungu. Sisi sote tuko sawa mbele za Mungu. Hakuna aliye nyuma wala aliye mbele.
Sote tulizaliwa uchi. Kwa nini huyu awe ya thamani, huyu asiwe ya thamani? Kama Yesu Kristo mwenyewe hata na Baba alisema jana kwamba yeye aliyezaliwa katika zizi la ng'ombe ndiye ambaye sasa watu limekuwa jiwe la pembeni, kila mmoja anamwendea. Yule aliye chini leo ndiye atakuwa juu kesho. Yule aliyecheka leo kesho atampigia magoti. Yule aliyekukwaza leo kesho atakufuata kuomba msamaha. Na hakika hakuna aliye mwema mbele za Mungu ila yule atakayesimama na kumwambia Mungu mambo yote na siri zake zote, kwamba wewe ndiye unayejua. Saa hizi siogopi chochote, wala sitishiwi na jambo lolote. Mimi kunikwaza utachoka, hakuna siku utanikwaza, maana nimetambua kutaka kunikwaza, anajua wewe ni shetani. Uacha sikwaze na mtu shetani anatumia mbinu zote za kukufanya wewe frustrated, yaani akufanye kitu ambacho hata wewe mwenyewe hutotarajia. Anakutumia katoto ama mama tu. Sisi ambao tunaishi hizi nyumba za Uswahilini, mwanzo ndo tunatamu kabisa, tunaziita nyumba za Uswahilini. Ni Urume karibu 12-20 watu wanaishi wote hapo. Jirani amekuja ameosha vyombo, ameweka magogo ya sima hapo kwa mlangoni. Shetani ameshaanza kazi tayari. Ukiwa mtu wa kutumia akili, usiongeleshe mtu yeyote, ni mlangoni kwako, fagia, osha, achana naye. Mungu ndiye atajibu sawa sawa na jinsi unavyotenda. Siongeleshe mtu. Wewe umeweka nguo zako hata mlangoni kwa unia nini? Aeke zitakauka ataonyesha. Wewe mwambie wewe ndio unajua tu. Kwa nini tushindane? Unajua kuna vitu vidogo vidogo sisi tunaona kama si makosa, kumbe ndio makosa ambayo yanatunyima baraka, tunateseka mpaka sasa. Madogo tu. Huyu ametenda hivi, umekoseka, umebeba. Huyu amefanya hivi, hutolala na amani siku hiyo. Unakesha kwa TikTok. Haya, huyu amefanya hivi. Hizo ni vitu zinakunyima amani. Hiyo ndio baraka yako Mungu ameenda. Elekeza moyo wako kwa Mungu, muachie kila kitu Mungu, mpe roho yako Mungu. Basi. Neno Yesu Kristo aliongea, atakaye kupiga huku, mgeuzie na unafikiri ile neno la mchezo ama ulitafakari vipi? Yaani jamaa kuja akuwashe hapo, mwambie yeye na huko nako. Lakini wewe hata hujawashwa, umepiga tu singi hapo kaliki kikuwasha huku, mpika mwape yako awasha kucheke tu wazee. Sawa? Haya, sio unafurahi? Basi. Atakata steam. Wewe unasema atakata kila kitu. Sasa wewe ni mtu wa mbingu. Na yeye Mungu atakapokuona umeonewa, hakika jambo litatendeka. Hii hadithi. Sisi sio wajita. Vita zetu ni vya Mungu. Atakaye kutenda dhambi, mwachie Mungu afanye kazi yake. Maliza msomaji. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kisiondoke kinywani mwako. Bali atafakari maneno yake. Tafakari. Mchana na usiku. Mchana na usiku. Pata kuangalia kutenda sawa sawa. Na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako. Kisha ndipo utakapostawi sana. Ni mimi huyo ama ni Mungu amesema? Ukitaka kustawi sana tunda sawa sawa na maandiko. Baba jana akatuambia ya kwamba hebu angalia gari iliyobeba pesa vile inalindwa. Utakapobeba neno la Mungu katika roho yako, hapa ndipo utakufuata popote utakapoenda. Kama imeandikwa, hakuna silaha itakayosimama kinyume chetu itakayofaulu. Ni neno umefuata
malaika wanilinde. Wewe hauna chochote. Sasa Mungu atenda nini hapo ndani? Ni cobwebs tu ziko hapo. Waduma na ndani nyuzi za gigui. Hapo ndani. Empty box. Haina tiba, haina siagi, haina tende, ni box tu imefungwa vizuri. Tukapata mfano mwingine juzi na baba anasema mtu anaweza kosha kachupa fresh, akatia nyama hapo ndani akafunga. Ukija ukikatoa kakosmati fungua hapo ndani baada ya wiki mbili. Ache. Ndio Arusha hapo tabani. Tuwe na neno la Mungu ndani yetu. Tutakapokuwa na neno la Mungu ndani yetu, kila kitu kitakuwa shwari mbele zetu. Maana chochote kitakachosimama, una neno la Mungu linasema tayari katika akili zako. Ukipigwa wasema nami nakutandika. Huwezi kusema neno la Mungu linasema usilipize baya kwa hilo liko katika, yaani kitu kitendeka kinaenda sawa sawa na neno katika ulimwengu huu. Hakuna neno litaenda kinyume, neno likiwa halikusema. Kila jambo katika ulimwengu huu litakalofanyika, hakika neno lipo. Niambie ni jambo gani utatenda wewe katika kitabu hakuna. Uliambiwa usizini, unazini. Kwa nini ukienda hakuna kwa kwenye neno? Tumekatazwa kuwa na mipango ya kando na mama hapa. Wewe mimi nitasema. Maana unajua mimi sasa hivi niko na furaha yote. Kwa sababu gani niseme hivi? Huwa napenda kusema hili neno. Nilikuwa kwa giza miaka yote. Unajua sasa mimi na furaha ile kweli, na furaha ile kweli. Kwa maana utakapojua kweli, hakika kuwa mwazi kwa watu. Hakika hata wanaosujudia masanamu wanajua kwamba Yesu ndiye atakuja na kutetea ulimwengu. Sasa jiulize, wewe unayeabudu nuru tayari, huyu ambaye atautetea ulimwengu, huyu ambaye atateka kondoo na mbuzi, ndiye ambaye unamwabudu saa hii. Halafu wewe una magamaka nini? Huyo mwache. Mimi nikiwaona wameingia mahali hapa, huwa najua kazi ipo. Baba akisimama kwa madhabahu akisema kila roho na kila mizezingo leo. Wale watu wana mapepo, acheni mchezo. Naambieni ukweli ni Mungu si uongo. Amini haya ninayoyasema mimi. Usijipige kifua mbele za wachana nao. Maana hawajui. Sasa unayemfuata alikufa. Na yeye aliyemfa hata Qur'ani sijui ni 106. Yeye mwenyewe anasema hata mimi roho yangu na nafsi yangu nimeiweka mikononi mwa Kristo. Hakika yeye ndiye ambaye atahukumu ulimwengu, nami nikiwa nitahukumiwa pamoja naye. Qur'ani ni 106 inasema. Hapo wewe naona unasumbuliwa na nini wewe? Huyo atakayehukumu ulimwengu ndiye unayemwamini. Tusimame tu sema Yesu ni Bwana. Mimi nawaambieni ukweli. Haya sifoji, nawaambieni ukweli. Hakuna Mungu huko. Yesu Kristo ndiye. Mimi huwa nasema Yesu Kristo ndiye Mungu. Maana baba yake hana kazi hapa. Mungu alimpatia mwana vyote. Kila kitu baba yake alimbebea kwa mwanangu atakaye kuamini, ameniamini. Wao ambao ni wapinga Kristo, wanampinga Yesu Kristo. Tena Yesu Kristo ndiye atasimama katika hukumu. Hata Qur'ani inasema hivi. Sijui 100, sijui 70 na ngapi. Hakika maana wa
hukumu Qurani hii, na atapiga kondoo na mbuzi, mbuzi mkono wa kushoto, kondoo mkono wa kulia, na wote walio mbuzi wataingia motoni. Sasa wewe unayemwamini Yesu Kristo ambaye wewe ndio unamfuata, sasa wewe una wasiwasi gani? Wewe una shida gani? Wewe sipaelewi. Kama kwa vile uende huku au uende huku. Watoka kitu kinachotendeka ukiona kwa macho yako. Mimi huwa nawaambia ukweli, sijawahi ona hizi vitu. Mtu anakuja na wazimu, anaekelewa mkono, mtu anakuja na kansa, anaombewa, mtu anakuja, hakuna dawa iliyotendeka mahali pale. Neno lake Mungu limetumika, limefanya jambo. Magdalena wewe. Wasiwasi wako nini sasa? Maliza niwaachie hiyo neno. Maliza tu mstari mmoja. Hawaelewi. Yule atakaye silimu asilimu sasa. Atakaye acha Kristo aseme. Na atakaye baki Kristo. Mimi niko ndani ya Kristo. Kama utaikata mguu, kama nitakatwa kichwa, kama hapo nikatwe, hivi neno tena. Hakuna mtu atajua katika Kristo sasa. Maana hakuna anayejua. Kwa sababu aliokoka na anatuweka sisi kwa katika. No! I'm telling you the truth. Jesus is the Lord. No M-A-N. Hakuna mtu mwingine atakayesimama mbele. Sikieni haya maneno. Utakapotembea. Hili muda wangu tu. Kuna mada wa Kisomali alisema, mimi nilisilimu siku zote, lakini nilikuwa nikiomba katika ndoto zangu katika Kikristo, Kiislamu, na wale watu wananivamia. Lakini nikitamka neno Jesus, kila kitu. Anasema siku moja alikuja live. Hii video siku isefu mama ningeonyesha. Alikuja Yesu Kristo live for the first time, anasema akaja akawa kwenye ceiling kama hapa. Anaambia wewe, tangu ulipoanza kuomba hakuna siku niliyoomba Kiislamu kafaulu. Maana mimi ndio nilikuwa nikikuongoza. Mimi ndio njia, kweli na uzima, na hakuna atakayeingia kwa Baba bila njia yangu mimi. Wengine Wasomali wenzako walio Waislamu waligeukia mimi Yesu Kristo nimegundua, na hakuna mtu atakufanya chochote. Siku ya kwanza akadhahiri, hakusema, maana aliona kama anasema Uislamu na Ukristo ni kama petroli na moto. Hiyo siku ya tatu alipokataa akafuata mara ya pili. Alipofuata mara ya pili akamwambia nitafanya, hakufanya, akafuata mara ya tatu. Akamuita ndugu yako, anasema unamwona huyu Yesu? Ananiambia alikufa msalabani, hata msielewi. Hata sijui. Na anasema alinifelia msalabani. Ndugu yake anasema simuoni. Anasema mimi nimekuchagua wewe, wala hakuna mtu atakayeniona. From that day mpaka sasa huyo mama ameokoka na anaongoza chachi yake akiwa Msomali nchini Somalia. Kristo pekee. Hakuna mtu atakayesimama mbele yake, ila yeye peke yake atatufariji. Tena hebu sikieni. Baba alisema Jumapili kwamba kulikuwa na mti mzima peponi. Basi hata jani lake atakayelinda anapona magonjwa yote. Na wao wangekula hilo, basi wangekaa katika kiti cha enzi wana wazee 24 wakisherehekea hakuna kufa wala kuzikwa. Sasa wewe, hayo maneno, ndio nimekupatia hii. Kuna vitu fulani umeniambia. Kama wewe mtu unanena hiyo, na alipokuja akasema, mimi ni ndugu ya ulimwengu. Sasa wewe
ya kupendeza tukiwa Yerusalemu, tukifunzana na kupatiana mkate wa Bwana kila wakati, maana tutaishi kwa neno bali si kwa mkate. Naye Yesu alisema kuna raha. Kwa Yesu kuna raha. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Amenifanya pia nimekumbuka bali. Maana pia mimi nilikuwa huko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilipitia. Lakini Yesu ndiye alikuwa msaada wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ilifika wakati mwingine nikifuatwa na pewa Biblia kwa ndoto. Nakemea kwa jina la Yesu. Haleluya. Siku moja nikafuatwa na watu wawili. Nikashika kapewa Biblia kwa ndoto, nikakemea kwa jina la Yesu. Haleluya. Moja nirudi nyuma. Kesho yake wakarudi tena, nikawatishia moto. Nashtukia tunapewa Biblia wakati nilikuwa katika Uislamu. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja waliponifuata nikapewa Biblia, nikasema kwa jina la Yesu, wakasambaratika. Mmoja akarudi akasema, wewe Yesu wako ndiye atakuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakutaka kujua linaitwa amina. Yesu hakutaka haleluya. Haleluya. Wapendwa, kwa Yesu kuna raha. Hata huyo mtumishi wa Mungu alionenewa kwa ndoto, huyo ameambiwa ni msomaji, akaokoka mpaka sasa. Amesimama akatisamu. Mungu ambariki sana. Kwa Yesu ni nuru.